Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Sisi kama vijana katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam, lakini kwa namna pekee kwa tulitaje na jimbo Katoliki la Bagamoyo ambao wanatumaini vijana wake nao kushiriki nao toka dekania ya Mtakatifu Gaspari. Tupo kwa Gaspari tupo hapo. Tunyoshe mikono ili tuone. Wamejifichwa kwa wachache sana, lakini basi tunashiriki wote kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, lakini zaidi kwa ajili ya kusafiri pamoja katika safari yetu ya toba kwenye kipindi hiki cha Kwaresma. Ni desturi yetu kila mwaka wakati wa kipindi hiki cha Kwaresma tunakuwa na hija ya pamoja, tafakari kwa pamoja njia ya msalaba, baada hii ambayo kwa ujumla wake tutafakarisha mateso ya Kristo, lakini inayaunganisha mateso hayo na maisha yetu ya kila siku. Ni safari ambayo kila kituo, kila sala tafakari tunayoipata katika sala hiyo au ibada hiyo inasema kitu katika maisha yetu, katika safari yetu. Baadaye tumeshirikishwa mada nzuri kabisa ya inahusiana na uongofu, inahusiana na kurudi kwa Mwenyezi Mungu, na wakati huo wengine wakishiriki sakramenti ya kitubio, na baadaye tukihitimisha kwa sala hii maalum ya toba iliyoongozwa na mwenzi wetu Mheshimiwa Padri Mapunda. Yote hayo ni kusikiliza katika safari hii. Na sasa tuko kwenye kilele cha safari yetu hiyo kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu katika ibada hii ya misa takatifu. Tunakia sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumefika hapa kuu Kilimani hapa, ambapo panayo mafundisho ya kipekee kwetu sisi kama wana Dar es Salaam, ambapo pana msingi, ambapo ni kiini cha imani yetu kama wana Dar es Salaam. Wamisionari wa mwanzo kabisa walipofika katika mazingira haya, katika ardhi hii, walipanda kwa mlimani Pugu. Ingawa pamazao ilikuwa ni mbaya au kuwa kutia matumaini, kama vile unafahamu kwamba waliishia kupata mateso na kuuawa mahali hapa kwa sababu zilizokuwepo wakati huo, kwa sababu ya upinzani uliokuwepo wakati huo. Lakini bado Pugu ilikuwa ni sehemu yetu ya matumaini, sehemu yetu ya kuchota nguvu. Na hivyo tunapokuja mahali hapa sisi wana Dar es Salaam, tunaweza kutoka nguvu hiyo, tunaweza kukutana na Kristo ndiye tumaini letu, kama anavyotuambia Paulo mtume katika waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya kwanza kwamba Kristo ni tumaini letu. Hivyo tunaweza kukutana naye mahali hapa ili aweze kututia nguvu, ili tuweze kuomba toba kwake. Tunaporejea Dar es Salaam, basi turejee tukiwa tuna nguvu, turejee tukiwa tuna matumaini mapya kuendelea kumtukuza Mungu kwa maisha yetu. Kama tunavyoelezwa na moja ya misemo yetu ya Kiafrika kwamba zizi lisilokuwa na ndama malizieni
Zizi linalokosa ndama limekufa. Bahati mbaya vijana wa siku hizi wameshindwa mapadri, wanaisha kukaa mjini tu wajue hata faida ya ndama na kadhalika. Kwa hata namuambia kwa wanashangaa pale na maana gani. Lakini najua kwa Wasukuma, kwa Wamasai na watu wengine wanaotoka jamii za kifugaji wanafahamu maana yake ni nini maneno hayo. Kwamba zizi linalokosa ndama ni sawasawa na limefanyaje? Limekufa. Ndivyo ndivyo watamini vijana katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Kanisa linalokosa vijana halina matumaini mbele. Na madawezi ni wengine moja. Kanisa linalokosa vijana walio imara katika imani linakosa mwelekeo au linakosa matumaini. Na hivyo ukione nafasi yenu mimi kama vijana ilivyo ya kipekee ndani ya kanisa. Kanisa linawaona ninyi vijana kama ishara ya matumaini. Kama ishara ya matumaini. Baba Mtakatifu Francisco alipokuwa anatuandikia barua kutangaza mwaka huu wa jubilei kuu, barua ile aliita jina Spes Non Confunditi. Maana yake tumaini alitutayarishi au alituhadari. Akinukuu waraka wa Paulo Mtume kwa Warumi sura ya 5 aya ya 5, aliwahusia vijana. Najua meonezea namna gani? Vijana, iko na waraka wenyewe na usoma huo. Wakati usoma waraka huo mtakatifu. Sasa hawa walio matumaini ya kanisa hawajui hapa wanaambiwa nini ili waweze kuwa matumaini ya kanisa. Na kwa uzuri zaidi katika aya ya 12 ya waraka huo mmeelezewa kwa maneno mazuri kweli. Ndio msemaji. Msemaji hivi, vijana ni mfano halisi wa matumaini. Kwa lugha ya Kimombo wanasema it's a true embodiment of hope. Ni mfano halisi wa nini? Wewe kama kijana tambua kwamba kanisa linakuona wewe kama mfano halisi wa nini? Na hiyo inaelezea huo msemo uliosema katika sisi wa Afrika kwamba tunapoona vijana ndani ya kanisa tunaona matumaini kama wafugaji wanavyoona kama wanavyokuwa na matumaini. Lakini Baba Mtakatifu alikuwa anaelezea hilo, alionyesha masikitiko yake katika aya ile ya 12. Anaelezea katika sehemu mbili masikitiko ambayo yanasababishwa na sisi vijana wenyewe, lakini kwa mwingine yanasababishwa na sisi tulio walezi wenu, sisi ambao tunapaswa kuangalia na kuongoza, sisi ambao tunawapaswa kuwafanya kuwa matumaini. Nasema kwamba ndoto zenu zinafifishwa, hamu na shauku yenu inavurugwa. Endelea kusema, inasikitisha kuona vijana walio kama wasio na tumaini, ambao wanaiona kesho isiyo na uhakika wala matumaini. Wanaona hali kukosa ajira au uhakika wa kazi. Wanaokosa wengine uhakika wa kumaliza safari zao za kimasomo au ndoto wanazokuwa nazo katika maisha. Ule upande mmoja alikuwa anaelezea wa jamii ambayo haitoa matumaini kwa vijana. Nilipokuwa nasoma sehemu hii nikakumbuka
sisi kama walezi wa vijana. Majuma mawili yaliyopita nilikuwa niko Lusaka, Zambia, kwenye mkutano mmoja kuhusiana na mambo fulani ambayo maaskofu wameyaweka kwa ajili ya walezi wa vijana. Sasa kwa bahati mbaya sana, mkutano huo ambao ulikuwa unapitia miongozo ya ujumla ambayo tutaitumia sisi kama walezi kwa ajili ya kusaidia vijana, na ambayo inasisitiza sana kwanza kuwasikiliza vijana. Bahati mbaya nilikuwa kwenye mkutano, asilimia sisi tulikuwa tunashiriki pale sisi mapadri tu, vijana wenyewe hawakuwepo. Hiyo kumi maana kuna vijana walikuwepo, kulikuwa na kijana mmoja kutoka Kenya na wengine wawili kwa sababu wao wenyeji walitoka pale nchini Zambia. Sasa wakati kikao kama ikatokea swali kama sasa tunajadili vijana ambao hawapo hapa, ambao hawasikilizi, ambao hawapatii nafasi. Na katika kingine katika changamoto katika yetu sisi kama walezi, kama mara nyingi sana kama kanisa tunawaangalia sana watoto, hapo kwa kazi tunawasahau, mbele kule tunaokaa tena na wazee. Na bahati mbaya tunaangalia na wazee ambao tena washakengeuka kwa sababu tunawapatia msingi kwa katikati, yani vijana. Sasa nilikuwa nasoma jana maneno haya, barua hii nakumbuka kwamba kwa kweli sisi kama kanisa tunakiri hapa na pale hapo matumaini, hapa na pale tumewaangusha, hapa na pale tumeshindwa kusimama pamoja na ninyi. Sababu gani? Ndio hilo ambalo sasa linakuja kwa wewe nini? Kwa sababu umeachwa, kwa sababu umekosa matumaini, kwa sababu umeyumbishwa, baba mtakatifu anaendelea kusema, hiyo ya 12. Mnakimbilia kwenye madawa ya kulevya, mnakimbilia kwenye matendo ambayo yanahatarisha maisha yenu, mnakimbilia katika utamaduni ambao kwa Kiingereza wanasema ni hedonism, pleasure seeking. Na kitu kimoja cha jambo anasema kwamba mara nyingi tunajikumbusha mno kupenda starehe pamoja na nini? Kama umeachwa, kwa hiyo mnaona suluhisho ni kukimbilia huko. Mbaki huko, mloe huko. Lakini je, ndio linalopaswa kwa suluhisho? Je, tunakimbilia huko, tunapata matumaini ya kweli? Sawa, hatujaona tumaini. Kama wali wa moto, tumaini langu linawaka. Wimbo wangu ufikie. Chanzo cha uzima usio na mwisho, kwenye safari ya maisha na kutumaini. Sasa sababu hiyo ndio kwa sasa ambapo kwa mtakatifu anakieleza katika upande mbili kwamba huku ni kama hamuangaliwi. Sasa je, huku unapogeukia wa ulimwengu unaoangalia unawapatia matumaini? Je, ni matumaini ya kweli? Je, hiyo njia inayofuata inawapa matumaini ya kweli? Leo tumekuja mahali hapa tuweze kutafakari hilo kwa pamoja. Tuangalie kama kweli huko liko matumaini. Wimbo tulioimba unatualika kurudi tena na kukiangalia chanzo cha uzima usio na nini? Ili tuweze kuosha tena tumaini lenu, ili tutakapoondoka kwa Mungu leo hilo kushuka chini, tunarudi tukiwa tunaongozwa na hayo matumaini. Hicho kituleta kwa Mungu leo hili. Si kuja kushangaa na kuangalia makaburi ya mapana ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam pale, hapana. Sio kuja
kushangaa isheni nzuri iliyotengenezwa. Hapana, ni kuja kukutana na Kristo aliye chanzo cha uzima usio na nini. Hakikisha unapopata hapa umemwona huyo Kristo aliye chanzo cha uzima wako na uzima usio na mwisho. Bila hivyo utakuwa umekuja kutembea bure, utakuwa unafanya tu, utakuwa haujafanya hija. Hija ni safari ya kiroho. Hija inakuondoa kutoka hatua moja, kutoka katika hali ya aina fulani ya kiroho kwenda hali nyingine. Hija ni toba. Tunapata katika somo la kwanza leo hii, njoni tumrudie Bwana, maana yeye amelauwa na yeye atakuponya, yeye ametupiga na yeye atatufunga jeraha yetu. Tuje tumrudie Bwana. Vijana, Paulo mtume anatuambia katika waraka wake wa kwanza kwa Timotheo maneno haya mazuri kabisa kwa kutoka moyo sana, kwamba mtu yeyote asidharau nini? Bali hiyo unatiliana hiyo. Bali uwe kielelezo katika usemi na nini? Na upendo na mwenendo. Kuna kwanza, usikubali kufanya nini? Kudharauliwa. Usikubali kudharauliwa ujana wako. Kuna mwingine, usikubali kuachwa. Hata kama inaonekana kanisa linawaacha, hata kama inaonekana sisi tunaweza kuangalia, lakini Mungu anakuambia kupitia barua hii kwamba mtu asidharau nini? Kwa sababu gani? Mweze kuwa, au badala ya kusizaurike, mweze kuwa kielelezo katika mwenendo, katika usemi na katika kupenda. Katika usemi, unasema kitu gani katika maisha yako? Wimbo gani unaomwimbia Mungu? Wimbo wako kufikie. Wimbo gani unaomwimbia Mungu wako? Maneno yako yanatamka sifa ya Mungu au yanatamka kitu gani? Ni aina ya maneno tutakayotamka yatakayofanya watu wasikudharau. Maneno ya uongo yatakudharaulisha tu. Maneno ya kulaghai yatakudharaulisha tu. Maneno ya kupaka watu mafuta, sisi tunaita uchawi. Neno baya kabisa. Unafahamu uchawi? Uchawi na mazingira ya uchawi, mazingira gani? Machafu. Alafu nakubali kuitwa nani? Chawa. Halo wale chawa. Chawa po. Na kama sema chawa ndugu zangu, tusifikirie kwa maneno makubwa tunaona kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika. Hata wewe mwenyewe unafikiria unakuwa chawa kwa wenzako. Unaposhindwa kumwambia wenzako ukweli, unaposhindwa kueleza wenzako ibada kwamba anaendelea kukupenda, ibada kwamba anaendelea kukufaidisha hapa na pale, tunakuwa machawa. Hatui kielelezo katika usemi. Unatamka kitu gani? Unasema nini? Maneno yako ni kielelezo kwa watu wengine. Itafakari katika hiyo. Unaposhindwa kuwa hivyo, utadharaulika. Katika matendo yako, maisha yako unayoyafanya.
Mfumo wako unataka kwa maisha ukoje? Ni kielelezo. Ni mfano mzuri kwa watu wengine. Ni adabu iliyotema. Wakati mwingine simiana pengine tunaachwaga au nafikiri tumeachwa ni kwa sababu ya kiburi chetu tunataka kusikiliza. Tunaelekeza kusikia sasa kwa watu wamekuwa wamekuwa. Tunafikiri kwamba wakati mwingine watu wakubwa wanapoongeza vitu labda pengine hawatupendi au wanataka wanaziba vitu visikike na kadhalika. Hapana. Jamani, kuishi kwingi kuona mengi. Jamani, sisi tumezaliwa kabla yenu. Mkubali hilo. Sawa? Tumezaliwa kabla? Kwa nini tunajifanya tukikuu? Naongelea habari za Rais Nyerere. Wafikiri wanasuka hii leo ulimuona wewe? Sio nilimuona. Nilisoma kwa hiyo ya Nyerere. Hapo unajua wewe hapa Nyerere unafunga kwenye historia. Wewe unafunga historia. Wakati sasa ndio umezaliwa hapa. Ndio sasa hivi umezaliwa hapa. Wakati sasa ndio hapa. Kama hiyo inaonyesha kwamba mambo yako hapa wengi wamezaliwa kabla yenu. Ni wazazi wenu. Ni wazazi wenu. Sasa mwingine anakuwa anakuambia kitu, anaeleza kitu. Unapoanza kuleta kiburi, unaanza kuleta upinzani. Sasa unafanya tunaache tu. Kwa mwingine anataka kabisa linawasahau au mwingine anataka linawasahau ni kwa sababu ya mienendo yenu. You are so obstinate. Reluctant. Disobedient. Tegemea kwa sira kama hayo. Huwezi kuwa kielelezo. Anamalizia kwa Mtume. Na katika upendo, mwelelezo katika upendo. Ndio katika vijana wengi sana siku hizi. Usiposema mambo ya mapenzi, watafurahi kweli. Mapenzi sio? Manini? Mapenzi. Lakini sio upendo. Sio upendo. Ile ndio mambo ni pleasure seeking, kupenda vitu vya kufurahisha mwili tu na kadhalika. Kujiloweka kwa mazingira hayo na mazingira mengine yote yale. Ndio kitu tunaona leo. Niendelee kusoma Instagram na kadhalika. Wewe unajua nini mwanadamu? Paka kesho comments ziko 15 tu. Wao. Wewe kwa moja yake. Dakika 5 tu. Comments ngapi? Hata milioni zinafika. Kuna mziki fulani kwa hiyo mziki yao kwa ndani. Baada ya siku mbili viewers wakati milioni 3. Wakati kwa mimosa kwa bila kitale kwa kwa cha mahubiri ya dini na nini viewers 5 baada ya miezi 3. No one cares. Anakutii sio? Mambo haya kwamba upendo wa kweli yafanyaje? Hayafutii. Tunaona matumaini yetu yako kwenye mambo ya kidunia matamu, yanafurahisha, yanavutia, ndio matumaini yetu huko. Tutaurika tu. Ndio hapo wapendwa. Tuwe Yohane kwa wakati wa kwanza kwa watu wote sura ya 14 anasema hivi, ninawaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Sema ndio mazuri yapendeza. Kwa sababu nini? Neno la Mungu linafanyaje? Mmemshinda nani? Sema maneno matamu kweli. Maneno matamu sana. Mkielewa maneno hayo, mkisimama katika maneno hayo,
kweli mtakuwa kweli kielelezo kwa kweli. Mtakuwa kielelezo ndani ya kanisa. Mtakuwa kweli tumaini. Au mtakuwa kuelezea kwa wanaoita hii kama maana halisi ya matumaini. A true embodiment of hope. You are a true embodiment of hope. Kwa maneno haya tunasema kuna nguvu, neno la Mungu linakaa ndani yenu na mmeshika nani? Tumekuja leo hii mahali hapa tuweze kutafakari nguvu iliyoko ndani mwetu. Vijana tuna vipaji vingi, sawa? Vijana tuna ubunifu, tuko wepesi kubuni vitu haraka. Vijana tunaweza kufanya vitu kwa wepesi na haraka. Ukitumia utajiri uliotoka kwa Mwenyezi Mungu vizuri, utawaongoza, utawawezesha muweze kweli kuonesha matumaini ndani ya kanisa. Utaweza kweli kuonesha kwamba mimi ndio maana halisi ya hayo matumaini. Sio mnawadharau vijana. Vijana na Biblia kutafuta Mwenyezi Mungu. Nilikuwa naangalia leo hii wakati natoka nyumbani asubuhi nikasema hivi vijana watakuja kweli leo. Akili mvua kunapita kwa usiku. Nasema njia nzima pale wafika hapa nikaona yale watu watatu sana tuombe Mungu. Lakini mwangalia umati uliokuwa hapa. Mnamtafuta Mungu. Visichukulia poa hii namna ambayo inaonekana. Mnamtafuta nani? Vijana wanamtafuta Mungu. Msiseme kama mnatawabika. Msiseme kama mfahamu juhudi ya kutafuta Mwenyezi Mungu. Mnamtafuta kwa mnaiona. Angalia wanaangalia katika masuala hili huko kwenye YCS na kwenye vyuo TMCS vijana huko wanaokea na laika. Wanapambana kutafuta nani kujua nani? Mnatumia vipaji vilivyokuwa navyo. Vipaji vilivyokuwa navyo. Kwa sababu hiyo neno la Mungu liko wapi? Thibitisha hilo ili muweze kweli kumshinda huyu shetani. Muweze kweli kumshinda huyu mwovu. Muweze kweli kusimama katika tumaini hilo ambalo tumepewa. Tumaini hilo ambalo tumepewa kwamba hatutayarishi Kristo Bwana wetu. Tumekuja hapa Mlimani Pugu ni safari ya matumaini. Safari ya toba ili tuweze kuanza